Ukitaka kumshinda shetani sio ilmu wala sio ujanja wala sio ujabari wala kusema mimi hapa haji shetani. Kuwa na ikhlasi tu basi. Illa ibadakal mukhlasin, illa ibadakal, yani ikhlasi ndio njia pekee ya kumshinda shetani. Unajua ikhlasi ni kumtanguliza Mungu mbele katika kila chako. Kula kwako, kula kwa ajili ya Allah. Kuvaa kwako kwa ajili ya Allah. Kutoka kwako kwenda kazini kwa ajili ya Allah. Hata kukaa kwako hapa darasani kwa ajili ya Allah. Kufunga na kufuturu kwako kwa ajili ya nani? Allah. Yaani wewe ukimtanguliza Mungu mbele kwamba chochote ninachokifanya lillahi, shetani hana mkono. Cha pili ni kila siku wewe sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yaani hilo neno a'udhu billahi minash shaitani rajim usilichezee. Sawa? Usichezee a'udhu billahi. Yaani unaona neno dogo dogo tu. Kila siku a'udhu billahi minash shaitani iwemo. Tumeelewana? Umeelewa vizuri? Wewe umesema mara ngapi hilo neno? Yaani tukitaka kuvaa kofia anza na a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ukitaka kutoka a'udhu, hiyo ndio inamshinda shetani. Inaeleweka vizuri? Ngoja niwape kisa kilichotokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tumekutana tena katika darasa yetu insha Allah kama kawaida, kwa uwezo wake na fadhila zake tutaendelea kwa namna na kwa kiasi atakachotupangia. Leo tutasoma kuanzia aya yetu ya 5, aya ambazo zinaelezea udhibiti na uhakika na uwepo wa watu kufufuliwa baada ya kuwa tutakufa. Lakini pia ndani yake tutasoma namna Mwenyezi Mungu anavyotuhadharisha na shetani, tumfanye adui kama yeye ambayo ni adui kwetu. Lakini mwisho katika aya tutakazosoma leo tutasoma malipo ya waumini na malipo ya makafiri. Mwenyezi Mungu atujalie sisi ni katika waumini. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kama kawaida tutasoma kwanza neno kwa neno, kisha tutakuja kudondoa kama nafasi ya irabu tutaipata, lakini vyombo vya kibalagha kidogo, mufradati lughawia, na pia tutaangalia fiqhul tafsir kama muda uko, kama tunavyofanya kila siku. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Enyi watu, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Nasu, enyi watu, inna wa'dallahi haqqun, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maisha ya kilimwengu yasiwaghuri. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maisha ya kilimwengu pamoja na utamu wake na raha zake yasiwababaisha, yasiwaghuri haya maisha. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, na awala asiwababaisheni kwa Mwenyezi Mungu mwenye kuwababaisha. Inna shaitana, hakika huyu shetani huyu, hilo neno huyu usiliache. Inna shaitana, hakika huyu shetani huyu, lakum adu, ni adui yenu. Sawa? Inna shaitana, hakika huyu shetani huyu,
lakum aduu, ni adui yenu tu, hawezi akawa mwema kwenu. Ndio maana ya kutanguliza hiyo jaru wa majururu. Fattakhidhuhu aduwa, basi nanyi mfanyeni ni adui kweli. Innama, hakika mambo yalivyo na desturi zake huyu, yad'u hizbahu, anaendelea na ataendelea kulingania kundi lake, liyakunu min ashabi sa'ir, ili liwe ni katika watu wa moto. Alladhina kafaru lahum adhabun shadid, wale ambao wanamkanusha Mwenyezi Mungu na mitume yake wana adhabu kali. Walladhina amanu, na wale ambao wanamwamini Mwenyezi Mungu, wa amilu salihati, na wakatenda njema, lahum maghfiratun, wanamsamaha, wa ajrun kabirun, na malipo makubwa. Afaman, hivi yule mtu ambaye zuyina lahu suu amali, amepambiwa uovu wa vitendo vyake, faraahu hasana, akaviona vitendo hivyo viovu kuwa ni vyema, atafanana na yule ambaye hakupambiwa? Hapo kuna maneno yameondoka, jawabu tutaona mbele. Fa inna Allaha, basi hakika Mwenyezi Mungu yeye, yudhillu man yasha wa yahdi man yasha, umpoteza amtakaye na umuongoza amtakaye. Fala tadhhabu nafsuka alaihim hasaratin, nafsi yako au roho yako isitoke kwa kuwasikitikia. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat, ingekuwa sio Qur'ani kisema fala tadhhabu nafsuka hasaratin alaihim, yani roho yako isitoke kwa kuwasikitikia. Inna Allaha, kwani hakika Mwenyezi Mungu, alimun bima yasnaun. Bwana, mbona utuli mnanitia wasiwasi? Mjuzi mno kwa yale wanaoyafanya. Hizi ndo aya tutakazosoma leo. Haya, turudie tena, na hii kurudia neno kwa neno, maana yake unaweza siku moja ukakumbana na imamu msikitini anazisoma hizi, basi wewe usipate tabu, ujue anachokisoma ni nini. Kwa hiyo hifadhi, na vizuri ungekuwa una msahafu mkononi unaandika. Leo nilisema neno, watu wengi naona wanakuja kusikiliza tu, hawana msahafu, hawana kusoma Qur'ani kwa kuitizama ni bora zaidi, na ina thawabu nyingi sana, na moja katika vitu vinavyotia nuru macho yako, lakini pia vinavyosababisha uwepesi wa kuhifadhi. Moja katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, afdalul fadhaili qira'atul Qur'ani nadhara, afdalul fadhaili qira'atul Qur'ani nadhara, bora katika mambo bora kabisa ni kuisoma Qur'ani kwa kuitizama. Kwa hiyo leo inshallah nimekustukiza lakini kesho ukikusudia darasa hili, njoo na msaafu, upate kutizama. Semeni inshallah, kwa sababu ndani yake utaweza kuandika taaliki, kisha ukiwa nyumbani unapitia. Hivyo unavyofanya, utanisikiliza alafu ukiondoka utaniachia mie mwenyewe hayo, japokuwa mimi nataka bado yaendelee kuwa nayo, lakini ninachokitaka zaidi wewe uondoke nacho. Umeeleweka vizuri? Ndio maana mimi kukaa hapa. Ya ayuhan nasu, narudia tena, enyi watu, inna wa'dallahi haq, hakika ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli. Tutaeleza
fala yaghurrannakumul hayatud dunya, haya maisha ya kilimwengu haya yasiwababaisha. Ahadi ya Mungu ni kweli huko tunapokwenda. Haya maisha ya kilimwengu yasiwababaishe. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur, na wala asiwaghuri akawatoa nje ya njia ya Mwenyezi Mungu mwenye kuwaghuri. Yani asitokee yoyote akawakotoa nje ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa. Inna shaitana lakum aduwwun, hakika shetani ni adui yenu tu. Shetani ni adui wenu tu. Sawa eh? Fattakhidhuhu aduwwa, basi nanyi mfanyeni kuwa ni adui, msimchukue kwamba ni mshikaji wenu. Kwa nini? Innama yad'u hizbahu, kwa sababu siku zote anawaita na ataendelea kuwalingania kundi lake, liyakunu min ashabi sa'id, wawe katika watu wa moto, waliyadhu billah. Alladhina kafaru, wale ambao wamekufuru, lahum adhabun shadidun, wana adhabu kali makafiri. Walladhina amanu, na ama wale ambao wameamini, wa amilu salihat, na wakafanya mema, lahum maghfirah, wana msamaha, wa ajrun kabir, na malipo makubwa. Mwenyezi Mungu atujalie katika hapa. Afaman, hivi yule mtu ambaye hivi yule mtu ambaye zuyina lahu suu amali, amepambiwa uovu wa matendo yake, faraahu hasanan, akayaona kuwa ni mema hayo maovu, atafanana na yule ambaye hakupambiwa uovu wa matendo yake? Sawa sawa. Jawabu, la yastawiyani mathala, hawafanani. Fa inna Allaha, basi hakika Mwenyezi Mungu, yudhillu man yasha, umpoteza amtakaye, wa yahdi man yasha, na umuongoza amtakaye. Mwenyezi Mungu atujalie katika wenye kuongozwa. Amin. Anamwambia Mtume Muhammad, fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin, nafsi yako isitoke kwa kuwasikitikia. Nafsi yako, kama aya nyingine katika suratul Hijr anasema fala tahzan alaihim, usiwahuzunikie. Katika suratul Kafi fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Ndio aya kama hizi. Yeye anaambia wewe piga kazi tu. Sasa hapo utakuja kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafasi yake kwetu. Allah. Sawa eh? Inna Allaha alimun bima yasnaun, kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye anayajua vizuri bima, yale yote yasnaun, wanaoyafanya. Hizi ndio aya zetu za leo. Robo saa iliyobaki tuzitizame kwa namna ya undani kidogo, tupate faida, tuondoke. Ya ayuhan nas, katika Qur'ani kuna namna nyingi za Mungu anazotumia kuwaita watu. Kuna ya ayuhan nasu, ya ayuhal mu'minuna, ya ayuhan nabiyyu, qul ya ibadi. Lakini kuna pahala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa hawaiti watu kwa sifa zao wala kwa hali zao, huwaita kwa ubinadamu wao wote. Na
aya ya mwanzo katika nida ilikuja kuhusiana na hilo. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sadaqallahu alazim. Hii ndio nidaa ya kwanza katika Qur'an. Ulingano wa kwanza katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anaongea na watu wote. Inatufundisha vitu vingi. Kwanza, hata wewe mtu wa da'wa, zungumza na watu wote basi na kuangalia imani zao, kabila zao, nafasi zao, rangi zao, misikiti yao wanaofanya. Ni moja katika aya zinazotuonyesha sisi kwamba Mwenyezi Mungu anatutaka sote. Sawa sawa. Mwenyezi Mungu anatutaka sote. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Unaziona hivi hapa, Mungu anaongea na watu. Yaani kuna wakati Mungu anaongea na watu wote. Inshallah tuendelee kama darasani tuone tofauti hizi. Kwa nini hapa Mungu anaongea na watu wote? Hapa kwa nini anaongea na waumini? Hapa anaongea na makafiri. Qul ya ayyuhal kafirun. Umeona? Inshallah muda utoshi wa hapa Ramadhani, lakini nje ya Ramadhani muda unatosha, na alhamdulillah wengine sie tupo tumejitoa sadaka kwa ajili ya kazi hii. Tuseme ni inshallah. Tena inshallah. Ningependa umma kama huu baada ya Ramadhani upatikane kama hivi. Wallahi tukiwa kama hivi tutakuwa mbali sana na dini yetu itanyooka sana, itasimama. Lakini maal asafi shadid, kwa hizo aya tutakazoziona mbele utaona. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu unasema anaongea na nani? Na watu wote. Watu, nikisema watu wote, kuanzia wote mpaka wote, hawatoki wazungu wala wazaramu, wote, ili mradi kila mtu yumo katika maneno haya. Fahimini? Ya ayuhan nas, enyi watu Waislamu, enyi watu Wakristo, enyi watu Mayahudi, enyi watu Manaswara, enyi watu mapagani, mabudha, wote nyinyi watu wote na mu'taqadati zenu. Anaongea na all spiritual. Inna wa'ada Allahi haq, hakika ahadi ya Mungu kweli, kwamba Mwenyezi Mungu iko siku mtakufa, hakuna hata mmoja katika nyinyi ambaye itamkosa ahadi hiyo. Innal mauta haq. Sawa. Innal munkara wan nakira haq. Budha, Yahudi, wewe, mimi tutakutana na maswali kaburini, haq. Hakuna mtu atachomoka. Jipange, sote tujipange na kuulizwa na kila kitu kitaulizwa, ila wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu anawarehemu. Mwenyezi Mungu abiele katika hao. Maanake kuulizwa sio jambo zuri. Hata wewe hapo kibaruani kwako akitokea bosi wako akakuuliza tumefeli, hebu lete kitabu chetu cha mauzo.
unatoka. Mmoja katika maswahaba wa Mtume Muhammad alisilimu, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nimesilimu. Akamwambia nimesilimu, jipange. Jaddidi safina fa inna al-bahra amiq. Jaddidi safina jipange, yani likarafati vizuri jahazi lako la Uislamu. Fa inna al-bahra, kwa sababu bahari inayotembea jahazi hilo kina chake kirefu, akimaanisha huku katika Uislamu hakuna spoti. Yani ukisema imeandikwa, ukipuliza imeandikwa, hata imo. Wewe unaona kitaka cha kawaida. Jadidi safina fa inna al-bahra wa akthiri zada fa inna safara tawilun. Anasema chukua chakula kingi sana, safari unaokwenda ni ndefu, aishi sahihi. Manake kuwa na matendo mema yanakuletea thawabu nyingi sana. Wa hafifil hamla, na punguza mizigo mizito. Alhamla hapa Mtume amekusudia midhambi ile. Hafifil hamla, midhambi punguza madhambi. Fa inna an-naqiba basir, sengeza fa inna akabataka uti. Huko mbele kuna mtu kizingiti chake ukivuki, yani huyo mtu huko mbele anaopiga mahesabu kukupekua aongeki. Hapa sasa hivi naweza kuchukua mirungi. Unajua mirungi? Hamjui? Bangi. Hamjui gani bwana? Basi nibadilisha majina. Gati. Mirungi sasa hivi inaitwa maini. Ndio maini. Yaani mmebadilisha majina ili mtoke. Sigara inaitwa fegi. Ndio sigara tu. Uislamu hauzingatii majina, unazingatia maana ya kitu. Dinul Islam huwa dinul maani la dinul asma. Mwanamke wa nje ukimuita demu, ukimuita hawara, ndio huyo tu. Sawa? Kwa punguza hayo, kwa sababu uko mbele kuna mtu ana habari ya majina hiyo. Lete tuone. Sasa sijui unakwenda na makapu mangapi. Ndio Uislamu huo. Yani ile siku ukisema ana muslim, basi ujue unakumbana na hayo. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Umeelewa? Yani inna wa'da Allahi, jamani, ahadi ya Mungu kuhusiana na sisi kuanzia maisha yetu yote, kifo chetu, maisha yetu ya barzakhi na yatakayotokea huko, na kufufuliwa na kuhesabiwa na kulipwa, hakuna cha mchezo hata kimoja. Yani ukiondoka hapa sema inna wa'da Allahi haqqun. Mwenyezi Mungu ana ahadi na wa'di, ana ahadi na wa'di. Ikitamkwa wa'di kama hivi, basi amekusudiwa yale mazito. Ahadi yale mepesi, yale mazuri tutakayolipwa yanaitwa nini? Ahdi, ain he dal. Yale mabaya watakayolipwa wenye kulipwa yanaitwa wa'di, wao ain dal. Umechukua hicho kitu? Umeelewa? Sasa hapa Mwenyezi Mungu anakuambia inna wa'da Allahi haq. Hapa azungumzii pepo, anazungumzia adhabu, moto, sijui kusimama, yale mateso yale, kukaa kaburini, ile kuingia tu kaburini nako bana hakun. Ardhi ina sehemu yake, ukifika kichwa kwanza ardhi inasangoja na mimi kwanza nijilipize kidogo, umenikanyaga za kutosha.
ya huku inakwenda huku, ya huku inakwenda huku, mpaka mbavu zako zinapishana. Inna wa'da Allahi haq. Ndio akasema fala taghurrannakumul hayatud dunya. Allahu akbar. Kanuni tauhid, yasiwaghuri haya maisha ya kilimwengu, mkajishaua. Umekaa duniani unaona raha, kisa tu una pesa ya kula, una madaraka, umesoma, una watoto, una wenyeji, unachokitaka kusema unakisema, unachotaka kukifanya kinafanyika, unapotaka kwenda unakwenda. Fala taghurrannakum alhayatu, yasiwaghuri haya maisha ya kilimwengu, yasiwaghuri. Wewe kumbuka nini? Wa'dallahi haq. Dunia hakukatazi Mwenyezi Mungu kuishi hapa duniani, lakini isikughuri. Wala tansa nasibaka, chukua unachokitaka duniani, fanya unalotaka, lakini wa ahsin kama ahsana Allah, fanya wema kama Mungu alivyokufanyia wema wewe. Hii imeeleweka vizuri? Wazi. Inna wa'da Allahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi, na wala asiwaghuri yoyote kwa Mwenyezi Mungu mwenye kuwaghuri. Hiyo al-istighraqul jins. Sawa Ustaz Ramadhani? Bwana umeona nikajificha. Al-gharur al-istighraqul jins, yoyote asitokee akakubabaisha kuhusiana na Mungu. Maana kuna watu wanakuja wana ulimi wa kukutoa nje ya njia ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Sasa nyinyi maimamu akina mursalina, asubuhi vingine umeamka, jioni huko vingine, basi asitokee yoyote akakubabaisha. Hapa kuna maneno mengi sana. Kuna mtu anaweza akakubabaisha kwa maneno, lakini kuna mtu anaweza kubabaisha kwa muono. Kuna mwingine akakubaisha kwa ilmu yako, yani ilmu yako ikawa sababu ya wewe kubabaika mbele ya wewe. Nafasi yako bwana, wewe kwa nafasi hiyo ulikuwepo hapa shekhe, tukifanya hivi mambo mazuri, kumbe unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yaghurrannakum billahi al-gharur. Lakini mkubwa aliokusudiwa hapa shetani. Nani? Shetani yuko serious na kutughuri, na uwezi wewe sio mchezo. Ngoja angalia aya mbele, anasema inna shaytan, hakika lakum adu, ni adui wenu tu. Ni adui wenu, yani hana urafiki na nyinyi hata siku moja, ndio adui yenu. Ndio maana Mungu akatanguliza hiyo lakum. Alikuwa anaweza kusema inna shaytana aduwwun lakum, lakini kaleta takhsis. Sawa Sherama? Naam, siniache. Inna shaytana lakum aduwwun, shetani ni adui yenu tu, yani hana urafiki na nyinyi, hana hata siku moja. Fatakhidhuhu aduwa, na nyinyi basi mfanyeni, yani wewe kuwa makini, kwa sababu shetani katika viumbe wajanja wenye uwezo mkubwa, wenye ilmu nyingi. Shetani ana ilmu nyingi kumshinda shekhe wako yoyote unamjua wewe. Si hajulikana, si unao shekhe wako anajua sana ilmu, amshindi shetani. Fulani anajua ilmu yake ndogo tu, shetani ana ilmu nyingi sana, mabalagha, mantiki, bayani, badii, sijui nini na anatumia yote hayo akitaka kukupata, na hata siku moja hana mchezo na wewe, kwa sababu alimwambia Mwenyezi Mungu la aqudanna lahum siratakal mustaqim, la aqudanna lahum, la aqudanna kwa nini tauhid, la aqudanna kisha lahum siratakal mustaqim, nitawazuia na dini yako iliyonyooka. Shetani kamwambia Mungu kwa kafu ya khitab, la aqudanna lahum sirataka, mbele ya Mungu anamwambia hawa nitawazuia njia yako, sio njia ya Mungu, njia hiyo almustaqim. Sio anasema kila siku ihdina siratal mustaqim kwa rasti. Shetani anasema wewe utoke rasti yako hiyo, rasti yako alafu mbele
la uzayyinanna, na nitawapambia hii dunia, wataiona tamu nzuri nzuri. Huyo sasa mtu wa mchezo ndo Mungu akasema vitu viwili tu. Cha kwanza, ukitaka kumshinda shetani sio ilmu wala sio ujanja wala sio ujabari wala kusema mimi hapa haji shetani, kuwa na ikhlasi tu basi. Illa ibadakal mukhlasin, illa ibadakal, yani ikhlasi ndiyo njia pekee ya kumshinda shetani. Unajua ikhlasi ni kumtanguliza Mungu mbele katika kila chako. Kula kwako, kula kwa ajili ya Allah. Kuvaa kwako kwa ajili ya Allah. Kutoka kwako kwenda kazini kwa ajili ya Allah. Hata kukaa kwako hapa darasani kwa ajili ya Allah. Kufunga na kufuturu kwako kwa ajili ya nani? Allah. Yaani wewe ukimtanguliza Mungu mbele kwamba chochote ninachokifanya lillahi, shetani hana mkono. Lakini eti ilmu, eti mwenyewe mganga na uganga mimi. Shetani mganga kweli. Yaani wewe ukianza Yasin yana wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala, wewe utamweza. Ndio Mungu akasema fa imma yanzighannaka minash shaitani naz'un fasta'in billah. Hicho cha pili. Cha pili ni kila siku wewe sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yaani hilo neno a'udhu billahi minash shaitani rajim usilichezee. Sawa? Usichezee a'udhu billahi, yani unaona neno dogo dogo tu. Kila siku a'udhu billahi minash shaitani iwemo. Tumeelewana? Umeelewa vizuri? Wewe umesema mara ngapi leo neno? Yaani tukitaka kuvaa kofia anza na a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ukitaka kutoka a'udhu, hiyo ndio inamshinda shetani. Inaeleweka vizuri? Ngoja niwape kisa kilichotokea wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulikuwa na siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, yoyote atakayeweza kuswali nyuma yangu swala alfajiri kwa siku 40, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yatasamehewa makosa yake yote, na yeye na mimi tutaingia bega kwa bega peponi. Kuswali swala ya jamaa ya alfajiri siku ngapi? Mfululizo. Nani hapa kishafanikiwa hiyo? Pepo iko wazi. Siku 40 tu. Jamaa bwana. Ndio. Jafari. Jafari bwana. Ushafungulia. Haya. Tumsalie Muhammad. Jamaa siku 40. Tumeelewana ana swali. Sio imamu hapa. Siku 40. Kulikuwa na bwana mmoja kipofu pale Madina. Kayasikia haya. Akatoka siku ya kwanza, hana mtu wa kumkokota. Umeelewa? Ili apate siku ngapi? 40. Shetani kwa sababu ahadi yake la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Alipomwona mtu yule ametoka anakwenda kule, alichokifanya akachimba mtaro karibu tu na nyumba yake. Mwanamume yule anatoka hatua chache, hana mtu wa kumkokota, ndumbwi kaingia mle. Kuvunjika lakini kachafuka. Alichokifanya akarudi nyumbani, akakoga tena, akavaa nguo nyingine. Anakwenda kufika pale tena kadumbukia. Hii njia mimi napita kila siku, leo nini? Lakini akajikokota, akarudi nyumbani, akabadilisha nguo, anakwenda. Mara ya tatu karibu yatumbukie, karibu akasikia kuna mtu kamkamata kwa nyuma, kamzuia. Pole bwana. Vipi bwana? Bwana wewe, mimi napita hapa kila siku nikienda msikitini, lakini kuna mtu ana mmoja kachimba, akaambia achana naye, huyo mtu hana akili huyo. Pita hivi, akamkokota mpaka msikitini. Bwana, huo hapa ndo msikiti wa Mtume Muhammad. Haya basi wewe ingia. Akaambia sikiliza ndugu yangu. Yule kipofu anamwambia yule aliyomsaidia, tujuane.
sisi Mungu anataka tufanyaje? Sasa mwenzangu, mbona umenisindikiza mpaka hapa na hakuna tena akaambia wewe ushafika, wewe endelea tu, unijua mimi na kuhusu. Hapana, nikujue kaka. Kaambia bwana, mimi ukinijua utaogopa. Mimi nakueleza ukweli, mimi ndo ibilisi rajim, ndo shetani. Shetani umenisaidia nisianguke. Kaambia wewe, mimi ndo nilochimba yule shetani. Mimi ndio, lakini nimeona kwa namna ulivyo na ikhlasi yako, bora hata nisingechimba. Kivipi? Anasema siku ya kwanza ulivyoingia ukarudi nyumbani, ukaamua kuja tena msikitini, Mungu alikusamehe dhambi zako zote. Swali Mtume Muhammad. Ulivyoingia mara ya pili ukarudi nyumbani ukaamua kuondoka, kile kitoto cha kuondoka kuja tena msikitini, Mungu akawasamehe ndugu zako wote. Sasa nimeona ukiingia mara tatu Mungu ataisamehe Madina yote. Ni mpango huo, si utaki. Nenda kaswali. Huyo ndio shetani. Amsaidie. Yaani hana urafiki na wewe. Sometime unaweza kuwa uko hapa msikitini, kumbe shetani kakuleta ukosee wewe ujijui. Ndio Imam Busiri katika burda yake akasema wakhalifi nafsa washaitana wa in huma mahadhaka nusha fatahim. Alafu kuna mtu anakuambia burda ya uongo, muongo wewe usiojua. Anasema ikhalifu nafsi yako, khalifu shetani. Tena chunguza sana nafsi yako na shetani. Wakhalif, hata ikitokea siku moja unamwona shetani anakupa mawaidha, huwa na mashaka. Shetani leo ananiwaidha. Tumsalie Mtume Muhammad. Ndio Mwenyezi Mungu akasema fala yaghurrannakum billahi al-gharur, kisha akamweka wazi gharuri mwenyewe, inna shaytana lakum adu. Huyo shetani huyo ni adui yenu tu, hana urafiki na nyinyi hata kidogo. Inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu, na nyinyi mfanyeni adui. Yani wewe hakikisha unamfanyia uadui kila siku shetani, na njia nyepesi kuwa mukhlisan lillah, wama umiru illa liya'budu llaha mukhlisina. Yani na wenyewe wanakuambia al-ikhlasu sirrul falah. Al-ikhlasu sirrul falah, yani kuwa na ikhlasi mtu ndio siri ya mafanikio. Kuwa na ikhlasi, yani wewe fanya kwa ajili ya Mungu tu, utafanikiwa katika mambo mengi sana. Sometimes jisahau hata wewe, fanya kwa ajili ya nani? Ya Allah. Na ndipo walipofanikiwa waliotangulia. Siku moja alisikika Bibi Rabi'atul Adawiya usiku anaswali, anamwambia Mwenyezi Mungu, wewe Mungu wewe, ikiwa mimi nasimama usiku na swali kwa kuogopa moto wa Jahannam, nini huko? Ikiwa ndio shetani ana mipango. Angalia hiyo mashine ya pili. Zima. Bibi Rabi'atul Adawiya alisikika siku moja akimwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabb, ikiwa mimi nimesimama usiku na swali kwa sababu nataka pepo, usinitie peponi.